Karibu Dr. Kilimo kwenye mafunzo haya ambapo leo tutazungumza namna ya kutoa huduma ya ugani kwa mkulima. Leo tutaeleza namna ya kutoa huduma ya ugani kwa mkulima. Na katika mafunzo haya huduma ya ugani kupitia mfumo wa mazao hub unakuwezesha wewe kama Dr. Kilimo kutoa huduma ya ugani specifically kulingana na zao husika. Kwa hiyo chochote utakachofanya humu kwa mkulima kitahifadhiwa na kumwezesha mkulima kuwa na kumbukumbu zake za shamba, kuweza kutrack expenses na gharama zote ambazo anazitumia akiwa shambani, kuanzia pale anapoanza msimu wake mpaka anapomaliza. Kwa si lazima iwe ni kuanzia mwanzo, unaweza ukafanya hivyo ukiwa katikati ya msimu na kuanza kurekodi, lakini pia unaweza ukaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni hakikisha una akaunti yako ya Dr. Kilimo na inaonekana kama hivi ikiwa na jina lako vizuri kabisa. Lakini pia hakikisha una wakulima ambao either umewadownload au umewasajili wewe mwenyewe katika mfumo wetu moja kwa moja kupitia mazao hub. Lakini pia hao wakulima tayari either umelipia ugani kwa ajili ya kuhudumiwa, kwa sababu mkulima inabidi alipie huduma ya kuwa anahudumiwa ugani, ili mara kwa mara unapokuwa unamtembelea anakuwa na ile haki au anakuwa na ile uwezo wa kupokea huduma za ugani kupitia mazao hapo. Kwa hiyo leo tutaenda kuona namna gani ambavyo unaweza ukahifadhi taarifa zake za shamba wakati unampa ule ushauri wa kitaalamu kutoka kwako Dr. Kilimo. Sasa ukiwa kwenye akaunti yako Dr. Kilimo na umeshasajili wakulima au umedownload wale wakulima waliopangiwa kwenye hilo eneo lako, moja kwa moja kwenye sehemu ya operation ya application, chini utaona kuna kitufe kimeandikwa farmers, utabonyeza, utachagua mkulima wako ambao unataka kumhudumia. Kwa hiyo kama una listi ndefu kama hii, utaweza kusearch hapa either kwa jina au kwa namba ya simu. Kwa hiyo kwa kusearch, mfano mimi na search mkulima wangu huyo hapa, utaingia kwenye kwa huyo mkulima. Hatua nyingine inayofuata hapa ni kusajili zao au msimu. Kwa hiyo utabonyeza iko kidude cha chagua zao, itatokea kama hivi. Unaweza ukasearch zao lako, linaweza likawa moja au zaidi ya moja. Unaweza ukasearch au ukaliona moja kwa moja na kulichukua hapa. Itatokea hapo spinach, Swiss chard hapo. Kwa utahifadhi namna hiyo. Baada ya kuhifadhi, moja kwa moja unaweza ukaingia kwenye hilo zao lako kwa spinach Swiss chard. Sasa ndani yake humu ndo utaona kuna huduma nyingi kama tulivyokwisha kuzungumza. Kwa baadhi ya huduma: kuandaa mpango, maarifa, kuagiza pembejeo, simamia kilimo, takwimu, jukwaa na kupima udongo. Na katika kila huduma ambayo utakuwa unampa mkulima hapa, itakuwezesha wewe kama Dr. Kilimo kuweza kupata kipato kupitia mazao hapo. Na tunahamasisha sana Dr. Kilimo muendelee kuwahudumia wakulima, muwasaidie kupunguza gharama, waongeze mavuno, hivyo kuongeza kipato, ili pia hata kwa Dr. Kilimo uweze ukajipatia kipato kupitia huduma hizi ambazo utazitoa kupitia teknolojia ya mazao hapo. Moja kwa moja leo kama nilivyosema, tutazungumza kuhusu huduma ya ugani. Sasa ugani sisi ipo kwenye kipengele cha simamia kilimo hapa, na katika kipengele hiki utaweza kusimamia maangalizo ya usimamizi wa shamba, ambapo humu utaweza kutoa huduma ya mapendekezo, kumshauri mkulima kuanzia kwenye hatua ya kwanza kabisa ya hilo zao husika mpaka hatua ya mwisho ya mavuno. Moja kwa moja ili kuweza kurekodi taarifa zake za shamba na kutoa huduma ya ugani, moja kwa moja utabonyeza kipengele cha kwanza, orodha ya angalizo kwa usimamizi wa shamba hapa. Ambapo hapa kutakuwa na orodha ya vipengele ambavyo
ulisimamia, ikiwemo kama ilikuwa ni umemsimamia kupima udongo, utaweka taarifa hapo. Umemsimamia kuandaa shamba, au wakati wa kupanda, au wakati wa kukabiliana na wadudu. Orodha yote itatokea hapa, lakini kwa sasa hivi hamna orodha yoyote. Kwa hiyo tutaenda kuandaa orodha mpya, na kuandaa orodha mpya au kutengeneza simamia shamba, inabidi ubonyeze hapa, na hapa utakutana na checklist zote kuanzia kuandaa mpaka kumaliza. Kwa hiyo kwenye kila checklist hapa tutapata kuandaa zile rekodi za shamba la mkulima, ambapo hizi rekodi zitamsaidia kwanza kujua kwenye kila hatua ambayo amefanya, ametumia gharama kiasi gani, na ni ushauri upi ambao wewe kama Dr. Kilimo ulienda kumpa, ambapo sisi tunaita kama zile tunaita prescriptions zile ambazo ulimpa. Kwa hiyo hapa utaenda kuandika zile comments mbalimbali kulingana na hali ya shamba, utaenda kuchukua mpaka picha kulingana na hiyo hatua. Sasa hizi hatua ninazozizungumzia ni hizi hapa, kuanzia ukaguzi wa shamba, hatua moja moja zinaendelea mpaka hatua ya kuvuna, mpaka hatua ya kuondoa masalia baada ya kuvuna. Kwa hiyo kwenye kila zao hatua zinaweza zikatofautiana, na sisi kama Mazao Hub tumeamua kuichukua kalenda nzima ya kila zao na kuziweka hapa. Kwa kulingana na zao ambalo upo au mkulima analima, utapata kuona checklist tofauti tofauti au hatua tofauti tofauti. Kwa hiyo leo hebu tuangalie mfano kwenye hatua ya kwanza kabisa, ukaguzi wa eneo la shamba, namna ya kumwezesha mkulima au kumhudumia mkulima akiwa katika ukaguzi wa eneo la shamba. Labda umekutana na mkulima ambaye yupo kwenye hii hatua, namna gani unaweza kumhudumia. Kwa utabonyeza hapa moja. Kwa kuwa sijawasha location ndio itaniomba hivi, lakini unaweza uka ignore tu ukabonyeza okay. Sasa kwenye hii hatua ya ukaguzi wa eneo, unaona hapa kuna hatua mbalimbali. Sasa hizi hatua utazifuata kulingana na kile ambacho wewe unapitia pale shambani. Kwa hiyo utaenda kutiki kama iko kitu ulikifanya, na utaacha kama kitu hautakifanya. Kwa hiyo moja kwa moja hapa, hatua ya kwanza inasema tambua ukubwa wa eneo. Kwa hiyo wewe kama bwana shamba unatakiwa muulize mkulima au kuzunguka kwenye lile shamba kuona kwamba lina ukubwa gani, na ukishapata majibu au ukishajua, unaweza ukatiki kwamba nimetambua ukubwa wa eneo la shamba. Baada ya hapo utasema inasema kagua hali ya udongo wa shamba kama vile mawe. Kwa hiyo unaweza ukazunguka ukajua udongo wake una hali gani, ni mawe, ni mchanga, vitu fulani fulani. Kama kuna hali ya mimea, mabaki ya mimea, unaweza ukafanya, lakini kama hujafanya pia utaacha. Kwa mimi nitasema hii sijaangalia. Kwa nitaenda hatua tatu, angalia mwinuko na mtiririko wa maji. Unaangalia kama pembeni yake au shamba limezungukwa na maji, au shamba halijakaa sehemu yenye maji, kuna kisima au la, unaangalia. Kwa hiyo nimeangalia na kuidentify hivyo vitu, nitatiki. Kwa hiyo hapa sehemu ya gharama. Kwa kama kuna gharama yoyote kwenye hivyo vipengele vya juu hapo utasema. Kama mlizunguka kwa pikipiki, labda mlikodi, unaweza ukasema hapa ili kumsaidia mkulima kujua kwenye hii hatua nimetumia kiasi gani. Lakini pia unaweza ukaangalia hapa muda uliotumia. Kama umetumia siku, mara nyingi tunaweka kwa muda wa siku moja, siku unaweza ukaandika siku moja, umeona. Alafu sasa hapa utaandika maoni kulingana na jinsi ulivyoona ni vitu gani yeye mkulima ulimshauri, au vitu gani unataka kumshauri mkulima. Na huu ushauri wako hapa ndio ushauri ambao mkulima atapata moja kwa moja kupitia namba iliyopo kwenye mfumo. Kwa hiyo chochote utakachoandika hapa atapata moja kwa moja kama message kwenye simu yake. Kwa hiyo
itabaki kwenye mfumo, pia atapata kupitia namba iliyopo kwenye mfumo. Kwa hiyo utaandika labda kulingana na udongo wake umemshauri aongeze mboji labda tani 3. Kwa hiyo baada ya kuandika kama hivyo, unaweza ukapiga na picha moja kwa moja ili kuhifadhi kumbukumbu ya shamba, ili hata mkulima pia anapoingia kwenye application, kama ana simu ambayo ina support ana smartphone, anaweza akaona kwamba hali ya shamba ilikuwa hivi. Lakini pia itakusaidia wewe hata utakaporudi siku nyingine kuona utofauti na kuweka kumbukumbu zaidi. Lakini kama haina haja kupiga picha, unaweza tu ukahifadhi kwa kama hivyo, na ukishahifadhi utaona hii hatua ya kwanza imekuwa ya kijani. Pia ukirudi huku ukirefresh, unaweza ukaona ile kumbukumbu ya kitu ambacho umekifanya. Sasa kwa kufanya hatua hii moja kwa moja, mfumo unaweza ukatambua ni nani aliyefanya, bwana shamba gani, imeenda kwa mkulima gani. Kwa hiyo mkulima atapata message na utapata message, lakini pia itakuwezesha wewe kama bwana shamba kupata kipato. Kwa hiyo hiyo ni hatua mojawapo, lakini hatua nyingine unaweza ukaendelea labda na kupima udongo. Baada ya kukagua shamba, unaweza ukaendelea kulima shamba. Endelea kufuatilia video zetu ili kuona ni namna gani kwenye kila hatua tunaweza ukamhudumia mkulima na kutoa ushauri wa kitaalamu wewe kama Dr. Kilimo. Kumbuka kilimo ni sayansi, kwa hiyo tunahitaji sana wataalamu ambao watakuwa na uwezo wa kushauri wakulima, kuwasaidia wapunguze gharama, waongeze kipato, lakini pia cha muhimu waongeze mavuno kwenye shughuli zao mbalimbali za kilimo. Asante.